بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuamka salama baada ya kulala, kwani kulala ni kifo kidogo. Unapokuwa umelala haujui yanayotendeka huko nje. Ndiyo maana ikaitwa kulala ni kifo kidogo. Na katika kulala kuna ambao wanalala moja kwa moja, amelala hawezi kuamka tena. Lakini kama umelala na Allah akakuwezesha ukaweza kuamka, kwa hakika hii ni neema, na kwa neema hii unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kukurudishia uhai baada ya kifo kidogo. Lakini kuna ambao wamerudishiwa uhai baada ya kifo kidogo, lakini wameamka ikiwa afya ni mgogoro, mtu anaumwa, anajiandaa kwa ajili ya kwenda kutafuta matibabu. Lakini wewe Allah amekuamsha ukiwa uko salama. Kama ni migogoro ni midogo midogo, lakini unaweza kutoka, unaweza kufanya kazi zako. Hii ni neema, na kwa neema hii unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, hatunabudi kumshukuru Allah kwa kutujalia kuja kuiswali salatu subhi. Hii nayo pia ni neema, Muislamu kuona umuhimu wa swala, ukatoka nyumbani kwa ajili ya kuja kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni neema kubwa. Wakati watu wengine wamelala, lakini wewe umeamka na ukaja ukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni neema kubwa sana. Kule kuona tu kwamba natakiwa kuianza siku yangu kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni neema kubwa. Na kwa neema hiyo Muislamu unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna ambao wanaona usingizi ni bora kuliko kila kitu, kuna ambao wanaona kazi ni bora kuliko kila kitu, lakini wewe kaona swala ni bora kuliko kila kitu.
hii ni neema kwa Allah kukujalia kuona hivyo na ukawa umekuja kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia tunabudi kumshukuru Allah kwa kutubakisha katika kikao cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ambayo yanatuongezea imani, maneno ambayo yanatujenga, maneno ambayo yanaturekebisha pale ambako tulikuwa tukikosea, maneno ambayo yanatupa matarajio ya kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vikao kama hivi nafsi huwa haipendi, lakini pia shaitani hapendi. Kwa hiyo kikao kinapopigwa na vita na sehemu kuu mbili, lakini wewe ukapambana na ukaweza kushinda, hiyo ni neema, na kwa neema hiyo kwa hakika unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Leo tutaanza kitabu Sharhu al-Usul Thalatha, sharh ya kitabu al-Usul Thalatha cha Sheikh Fauzani hafidhahu Allah ta'ala. Katika darasa za nyuma kule tulimaliza kitabu cha ambayo ni sharh pia ilikuwa ni ya Sheikh Fauzani, lakini ilikuwa ni Nawaqidul Islami, vitenguzi vya Uislamu. Tulimaliza na watu watakuwa wamestafidi, wamepata faida. Leo tutaanza sharh hii ya al-Usul Thalatha ya Sheikh Fauzani hafidhahu Allah ta'ala. Sheikh Fauzani akianza ameanza kwa kusema muqaddimatul muallifi, utangulizi wa mtunzi wa kitabu. Ameanza kwa kusema qala al-muallifu rahimahullah, mtunzi wa kitabu cha al-Usul Thalatha Allah mrehemu, ameanza bismillahir rahmanir rahim. Asharhu ibtada rahimahullah hadhihi ar-risalata bil basmalata iqtidaan bi kitabillahi azza wa jalla. Sheikh anasema ya kwamba muallifu amekianza kitabu hichi, ameanza kuandika kitabu chake kwa bismillahir rahmanir rahim, na huu ni utaratibu wa kuandika vitabu, na huu ni utaratibu wa kuandika labda rasail mbalimbali, na kufanya hivyo ni iqtidaan bi kitabillah, ni kuanza hivyo ni kufuata kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani kitabu cha Allah Qur'an kimeanzwa na bismillahir rahmanir rahim. Lakini vile vile watunzi wengi wa vitabu wanaanza kwa bismillahir rahmanir rahim, lakini vile vile waandishi wa barua mbalimbali wakianza kuandika barua zao wanaanza kwa bismillahir rahmanir rahim. Na tumeelekezwa na dini ya kwamba kila kitu kilichoanzwa na bismillah kinakuwa na baraka. Kila kitu kinachoanzwa na bismillahir rahmanir rahim kinakuwa kina baraka. Kwa hiyo mwenye kitabu, ili kitabu chake pia kiwe na baraka, kiwe na kheri, amekianza bismillahir rahmanir rahim. Ar-risalatul ula, risala ya kwanza. Al-masailul arba'atu allati tadhammanatha suratul asr, mambo manne ambayo yamekusanywa na suratul asr. Katika ujumbe wa kwanza
Katika sehemu ya kwanza tutakuja kuona mambo manne ambayo yamekusanywa na suratul Asri. Suratul Asri ni sura fupi. Suratul Asri ni sura ndogo sana, lakini sura hii imekusanya mambo mengi ambayo Muislamu akiyazingatia yawezekana ikawa ni mwongozo tosha kabisa kwake yeye wa kuweza kumuongoza katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ilmu, elimu. I'lam rahimakallah. Mtunzi wa kitabu ameanza kusema maneno hayo, anasema jua na Allah Subhanahu wa Ta'ala akuhurumie. Sheikh Fawzani akifafanua maneno haya anasema qauluhu i'lam, kauli yake mtunzi wa kitabu aliposema i'lam, jua, anasema kalimatun tushiru ila al-ihtimami bil mawdu'i, ni kalima ambayo inaashiria msikilizaji awe na umuhimu na kile kitakachozungumzwa. Kalima hii, neno hili linaashiria ya kwamba anayesikiliza anatakiwa awe makini, asikilize kwa makini. Maudhui, kinachotaka kusemwa ni kitu muhimu. Fa idha qala, anaposema mtu i'lam, jua, fa maanahu, maana yake anna al-amra alladhi sayulqihi alayka amrun muhimun, kwamba jambo ambalo atalitupia kwako wewe ni jambo muhimu sana. Jambo ambalo anahitaji kukueleza ni jambo la msingi na ni jambo la muhimu. Kaa tayari kwa ajili ya kulipokea. فهذه الكلمة تدل على أهمية الموضوع الذي يبدأ بها فيه. na neno hili linaonyesha juu ya umuhimu wa maudhui, juu ya maneno ambayo ataanza maneno hayo kuyaeleza, na wewe msikilizaji kuwa makini kuyasikiliza. Wa maana i'lam, na maana ya i'lam, Sheikh anasema fi'lu amrin, hiyo ni fi'li ya amri min almuallimi, hiyo ni amri ya kutoka kwa mwalimu akimwambia mwanafunzi ay ta'allam, jifunze. Wal ilmu, na maana ya elimu, huwa idraku shay'i ala ma huwa alayhi fil waqi'i. Maana ya elimu ni mtu kukidiriki kitu, ni mtu kukifahamu kitu kama kilivyo katika waqi'i, katika dunia. Mtu kukifahamu kitu kama kilivyo, kukielezea kitu kama kilivyo. Au tasawwuru shay'i ala tibqi alwaqi'i, au kukielezea kitu kama kilivyotokea. Unaambiwa kwamba huyu ana elimu, anakifahamu kitu hicho. Wa idraku shay'i ala khilafi ma huwa alayhi fil waqi'i, na kukifahamu kitu kinyume na kilivyo, na uhakika wake na ukweli wake, wewe ukakifahamu kinyume chake. Au tasawwuru shay'i ala khilafi alwaqi'i fa huwa aljahlu wa huwa dhiddu alilmi, na mtu kukifahamu kitu kinyume na kilivyo kutokea, huko ni kuto kufahamu tukio hilo, na hicho ni kinyume cha elimu, kwamba mtu huyo hana elimu na jambo hilo, hana elimu na hicho kilichotokea, hakijui yani. Lakini anayekijua kitu hicho anakielezea kama kilivyo, bila kupunguza, bila kuongeza. Unaambiwa kwamba huyu ana elimu na jambo hilo, analielezea kama lilivyotokea. Lakini kama atakuwa halifahamu vizuri, hajalielezea vizuri, hii inafahamisha ya kwamba yeye jambo hilo halijui.
Kwa hiyo maana ya elimu ni mtu kukifahamu kitu kama kilivyo na kukielezea kama kilivyo bila kuongeza wala bila kupunguza. Qauluhu, kauli yake muallifu, kauli yake mtunzi wa kitabu hiki aliposema rahimakallahu, Allah akuhurumie wewe mwanafunzi. Hadha duaun li talibil ilmi, hii ni dua ambayo shekhe anamuombea mwenye kuitafuta elimu. Hii ni dua ambayo shekhe anamuombea msikilizaji ambaye anamsikiliza. Fashaykhu yad'u li talabati alilmi bi an yarhamahumullah. Hapa shekhe anawaombea wenye kuitafuta elimu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala awahurumie. Wa an yulqiya alayhim rahmatahu, na Allah subhanahu wa ta'ala awatupie rehema zake, awape rehema zake, awahurumie kwa ujumla subhanahu wa ta'ala. Fahadha fihi talattufu min almuallimi bilmutaallimi, na maneno kama haya ndani yake kuna upole wa mwalimu kwa mwanafunzi. Wa annahu yabda'u bil kalami at-tayyib, na kwamba mwalimu anaanza kwa maneno mazuri. Wa du'a'i as-salih, na anaanza kwa dua nzuri. Hatta yuathira dhalika fihi, mpaka maneno hayo mazuri na dua hiyo nzuri iweze kumwathiri mwanafunzi. Wayaqbila ala muallimihi, na mwanafunzi aelekee kwa mwalimu wake aweze kumsikiliza vizuri. Amma idha bada almuallimu bilkalami alqasi walkalami ghairi almunasibi, ama mwalimu kama ataanza kufundisha somo lake kwa maneno magumu na maneno ambayo hayana munasibu, hayanasibiani na kikao hicho, fa inna hadha yunafiruhu, mwalimu anapoanza na maneno makali makali na maneno magumu magumu kuwafundisha wanafunzi, hakika maneno hayo magumu magumu na muamala mgumu mgumu utawakimbiza wanafunzi. Falwajibu ala almuallimi wa ala man yad'u ila Allah, ni wajibu kwa mwalimu na ni wajibu kwa mtu ambaye analingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anawaita watu waje katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala man ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, na ni wajibu kwa yule ambaye anaamrisha mema na kukataza mabaya. At-talattufu biman yukhatibuhu bid-du'a, anatakiwa wale anaowasemesha, anatakiwa kuwasemesha kwa upole, lakini vile vile anatakiwa kuwaombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wathanai alaihim, na kuwasifu. Walkalami lin, na kuwapa maneno laini laini, maneno mazuri ya kuwavutia ili waendelee kuja katika darasa yake, maneno ya kuwavutia ili waweze kumsikiliza. Fa inna hadha ad'a lilqabuli, hakika jambo hilo linapelekea mtu kukubaliwa da'wa yake, mtu kukubaliwa mawaidha yake, mtu kukubaliwa yale ambayo anayaeleza. Kwa hiyo mwalimu anatakiwa awe na usulubu wa kuweza kuwavutia wanafunzi waweze kupenda darasa lake. Mwenye kuamrisha mema anatakiwa awe na usulubu mzuri ili watu waweze kuelekea katika jambo lake la kuwaita katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuombea dua nzuri na kuambia maneno yaliyokuwa mazuri na kuwasifu na maneno laini, maneno ya kuwavutia, maneno ya matarajio.
amma almu'anidu walmukabiru fahadha lahu khitabun akharu. Ama mtu ambaye ni mpinzani mwenye kiburi, fahadha lahu khitabun akharu, huyu ana mazungumzo mengine, huyu ana namna ya kumwambia, huyu ana namna ya kumwendea. Sababu kila ulivyojaribu kumwendea kwa ulaini, kwa maneno mazuri, kwa kumwombea dua, kwa kumsifu kwa maneno laini, lakini yeye bado anakuwa ni mpinzani wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye anakuwa ni mpinzani katika da'wa inayofanyika. Yeye anakuwa ni mpinzani kwa kuwa na kiburi ya kuyakataa yale ambayo yanaelezwa. Huyu ana namna ya kumwendea. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anasema wala tujadilu ahla alkitabi, msijadiliane na watu waliopewa kitabu, mayahudi na manaswara, illa billati hiya ahsanu, isipokuwa kwa maneno yaliyokuwa mazuri. Ahlul kitab mnatakiwa mjadiliane nao, lakini mjadiliane nao kwa maneno yaliyokuwa mazuri. Sio waislamu hao ni mayahudi na manaswara, lakini bado Allah subhanahu wa ta'ala anaelekeza kwamba tujadiliane nao kwa maneno yaliyokuwa mazuri. Kisha akasema illa alladhina dhalamu minhum, isipokuwa wale ambao ni madhalimu miongoni mwao. Madhalimu wa kuikataa haki, madhalimu ya kuwa na kiburi. Waqulu, nyinyi mnachotakiwa kusema, waqulu, nasemeni, amanna billadhi unzila ilaina, sisi tunayaamini yale ambayo yameteremshwa kwetu sisi, wa unzila ilaikum, na yaliyoteremshwa kwenu nyinyi ahlul kitabi, mayahudi na manaswara, yale yaliyoteremshwa kwenu nyinyi pia sisi tunayaamini. wa ilahukum wa ilahuna wa ilahukum wahidun, na Mola wetu na Mola wenu ni mmoja. Wa nahnu lahu muslimun, na sisi kwake yeye tumesilimu, na sisi kwake yeye tumenyenyekea. Kwa hiyo hapa Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza namna ya kuwaendea ahlul kitabi. Tuzungumzana nao kwa maneno mazuri, kwa maneno ya hikma, kwa maneno ya busara, kwa maneno ya kuwavutia, isipokuwa wale ambao ni madhalimu, ni wapingaji wa haki, ni wapingaji wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hao sasa mnatakiwa mwatafutie usulubu mwingine. Falladhina dhalamu min ahli alkitabi, wale ambao ni madhalimu katika ahli alkitabi, mayahudi na manaswara, waanadu, na wakawa ni wapinzani, wakabaru, na wakafanya kiburi, haulai la yukhatabuna billati hiya ahsanu, hawa hawasemeshi kwa maneno mazuri, bal yukhatabuna bima yarda'uhum, bali hawa wanatakiwa kusemeshwa kwa maneno ambayo yatawatisha. Wapewe maneno makali yatakayowatisha, waachane na kiburi, waachane na upinzani. Qala ta'ala, Allah anasema ya ayuhan nabiyyu, ewe mtume, jahidil kuffara, pambana na makafiri, wal munafiqina, na pambana na wanafiki, waghalud alaihim, na wafanyie ugumu juu yao, kuwa mgumu kwa wao, usiwe laini kwa makafiri wala usiwe ni laini kwa munafiquna, wafanyie ugumu, wape maneno magumu ya kuwatisha. Wa ma'awahum jahannam, na makazi yao ni jahannam, wa bi'sal masir, na ni marejeo yaliyokuwa mabaya kabisa. Hiyo ni sura at-Tauba aya 73. Almunafiquna la yujahaduna bis-silahi wala yujahaduna bil-hujj
wa inma yujahaduna bilhujjati walkalam. Wanafiki ni watu ambao wako katika safu ya Uislamu, na sifa zao amezieleza Mtume sallallahu alayhi wasallama. Mnafiki ni yule ambaye anapozungumza anasema uongo. Mnafiki ni yule ambaye anapoaminiwa haaminiki. Mnafiki ni yule ambaye akiaminiwa anafanya khiana. Lakini pia Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema afqalu salati ala almunafiqina salatu subhi wa salatu al-isha. Swala ambazo ni ngumu kwa wanafiki ni swala ya subhi na swala ya isha. Kwa hiyo hiki ni kipimo cha mtu mwenyewe kujipima. Mimi katika swala ya isha na swala ya subhi nikoje? Kama unakuwa ni mvivu katika swala hizo, jua una chembe ya unafiki na unatakiwa urekebisha tabia hiyo. Unatakiwa ujionee huruma. Allah anasema innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar. Hakika wanafiki watakuwa katika daraja ya chini kabisa motoni. Ionee nafsi yako huruma, rekebisha hali hiyo. Tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, acha unafiki. Kama una chembe za unafiki, tubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na achana na tabia hiyo kwa ajili ya kuionea huruma nafsi yako wewe mwenyewe. Swali, hakikisha na swala hizi tena kwa jamaa, kwa wanaume. Swala za isha na swala za subhi hakikisha unaswali msikitini. Lakini pia usiwe ni muongo. Lakini pia unapoaminiwa kuwa ni mwaminifu. Lakini pia usiwe ni mwenye kuvunja ahadi, ambazo hizo ni katika tabia za munafikuna. Kwa hiyo hawa munafikuna hawa wanatakiwa waambiwa maneno magumu, maneno mazito kwa ajili ya kuwarekebisha. Na munafikuna hatupambani nao kwa silaha, wa inma yujahaduna bilhujjati walkalami. Kwamba munafikuna wanatakiwa Waislamu wapambane nao kwa hoja na kwa maneno, waraddi alaihim bilghilza, na kwa kuwajibu kwa ukali kabisa, rad'an lahum wa tamfiran linnasi anhum, kwa kuwakemea, lakini vile vile na kuwatahadharisha watu na munafikuna hao kwamba watu wa namna hii waogopeni, kaeni nao mbali. Waqala ta'ala, na Allah anasema waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha, na uambie katika nafsi zao. Hao munafikuna hao mtume anaambiwa na uambie hao wanafiki katika nafsi zao, waambie maneno mazito, waambie maneno makali ili waweze kujirekebisha. Haulai lahum khitabun khasun, hawa munafikuna wana namna ya kuwasemesha. Liannahum ahlu inadin wa mukabiratin, kwa sababu wao ni watu wapinzani, lakini pia ni watu wenye kiburi. Wala yuriduna alhaqa, lakini pia hawako tayari kukubaliana na haki. Wao siku zote hawaitaki haki, bali yuriduna tadlila an-nas, bali wanataka kuwapoteza watu. Fahaulai yukhatabuna bima yaliqu bihim, hawa wanasemeshwa maneno ambayo yanaendana na wao. Amma talibu almustarshidu, ama mwenye kutafuta elimu ambaye yeye amekaa katika mkao mzuri, amenyoka, hana upinzani, hana kiburi, fahadha yukhatabu birrifqi, mwanafunzi huyo anasemeshwa kwa upole, warahma, na kwa huruma, walutfi, na kwa huruma. Liannahu yuridu alhaqa, kwa sababu amekuja darasani kwa ajili ya kuitafuta haki. Wa yuridu alilma walfaida, na anataka kupata elimu, lakini pia anataka kupata faida. Qawluhu i'lam rahimakallah du'aun laka birrahma. Kwa hiyo pale mtunzi aliposema jua Allah akuhurumie,
Sheikh Fauzan anasema du'aun laka, hiyo ni dua kwako wewe. Sheikh anakuombea birrahma, kwamba Allah kuhurumie. Fa idha rahimaka Allah akikuhurumia, fa innaka takunu sa'idan biha, hakika wewe utapata utukufu kwa dua hii ya shekhe, utapata utukufu fi dunya wal akhirah, katika dunia na akhirah. Idha dakhalta fi rahmatillah, wewe unapoingia katika huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha du'aun min alimin jalilin, na dua hii haiombwi na mtu wa kawaida. Dua hii inaombwa na mjuzi, tena mjuzi ambaye ni mtu mwema, mtu mzuri. Yurja lahu alqabulu, inatarajiwa kuwa ni dua yenye kukubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, insha Allah, akipenda Allah subhanahu wa ta'ala. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa yetu, lakini ndio tumeanza kitabu hichi. Insha Allah naamini kwamba watu watastafidi nacho, watapata faida ambazo ziko katika kitabu hichi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.